Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Katika muda wa saa 24 zilizopita, vikosi vya Ukraine vimefanya mashambulizi kwenye miundombinu na nishati ya Urusi katika Jamhuri ya watu Lugansk na mikoa za Zaporizhzhia, Kursk na Bryansk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti baadhi ya kaya kwenye wilaya ya Sevsky ya mkoa wa Bryansk ziliachwa bila nguvu ya nishati. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo manne katika mikoa ya Kursk na Sumi na Jamhuri ya watu Donetsk katika wiki ya Aprili 5 hadi 11 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wakati wa wiki, vitengo vya Battle Group North viliendelea kuharibu vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk. Walikomboa makazi ya Guyev kwenye mkoa wa Kursk, Basovka na Zuravka katika mkoa wa Sumi. Wanajeshi wa Urusi pia walitekeleza mashambulizi 8 kwa silaha za uhakika na kushambulia ndege zisizokuwa na rubani. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 10,000 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika wiki ya Aprili 5 hadi 11, kulingana na data ya hivi karibuni juu ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile dereva wa gari la wagonjwa wamepata majeraha baada ya gari lake kushambuliwa na ndege isiyo na rubani kwenye mkoa wa Kharkov. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa mkoa, anasema. Ganchev aliongeza kuwa kutokana na shambulio hilo, dereva wa gari la wagonjwa alipata jeraha kwenye mguu wake na madaktari walimpa msaada wa matibabu haraka. Vilevile kundi la vita la Urusi la Dnipro limeangamiza wanajeshi 85 wa Ukraine na gari la kivita la M113 katika muda wa saa 24 zilizopita. Msemaji wa kundi la vita Roman Kodryan anasema vitengo vya kikundi cha vita vilichukua safu na nafasi nzuri zaidi. Msemaji huyo alibaini na kuongeza kuwa uharibifu ulifanywa kwa vikundi vya mitambo, brigedi 1 ya shambulio na brigedi 3 za ulinzi wa pwani karibu na Novodanilovka, Novoandreevka, Pridenepovskoye na Tokarevka. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile vikosi vya kundi la wapiganaji wa magharibi mwa Urusi vimeweza kuleta madhara kwa wanajeshi 220 na vituo 34 vya udhibiti wa anga visivyokuwa na mtu, antena 3 za satellite za Starlink na gala 3 za risasi za jeshi la Ukraine kwenye masaa 24. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigman anasema uharibifu ulifanywa kwa askari na vifaa vya vita vya vitengo vitatu vya mechanized, brigedi 1 ya shambulio na brigedi 1 ya ulinzi wa eneo la jeshi la Ukraine karibu na Kamenka, Kupiansk, Borovaya, Novoye Makeyevka, Yampol, Kirovsky, Bigma. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi 305, kifaru na magala 3 ya risasi kwenye eneo la wajibikaji la Battle Group South katika muda wa saa 24 zilizopita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile kituo cha mapigano cha Urusi kimeweza kuleta madhara kwa wanajeshi 425 na magari 6 ya kivita jeshi la Ukraine kwenye muda wa saa 24. Msemaji wa kundi la hilo Alexander Savchuk anasema vikosi vya jeshi la Ukraine pia vimepoteza zaidi ya wanajeshi 425. Vilevile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba jeshi la Urusi la Battle Group East limeleta madhara kwa wanajeshi 165 wa vituo 9 vya udhibiti wa anga visivyo na rubani vya jeshi la Ukraine kwenye saa 24 zilizopita. Msemaji wa kundi la vita Alexander Godiev anasema. Hayo yakiendelea, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andrei Rudenko amekashifu taarifa kwamba raia wa China wanapigana nchini Ukraine kuwa ni za uongo kabisa. Anasema, naweza kusema kwamba hakuna kitu kinachoweza kuwa mbali zaidi na ukweli kwa kuzungumza kwa upole, alisema alipoulizwa swali husika. Msimamo wa China kuhusu makazi nchini Ukraine ni wa usawa na tunashukuru marafiki zetu kwa hilo. Siku iliyotangulia, wizara ya mambo ya nje ya China ilisema kuwa Beijing haijatuma jeshi lake kwa ajili ya kushiriki kwenye mzozo wa Ukraine, huku mamlaka ya nchi hiyo ikiwataka raia wake kuepuka kujihusisha na shughuli za mapigano. Hapo awali habari zilienea nchini Ukraine kwamba raia wa China walidaiwa kushiriki katika mapigano. Vilevile mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff amewasili Urusi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema, ndiyo, nathibitisha kwamba kweli amefika, aliwaambia waandishi wa habari. Peskov aliongeza kuwa Kremlin itatoa habari kwa wakati unaofaa ikiwa rais wa Urusi Vladimir Putin atafanya mkutano na Witkoff. Kulingana na data kutoka tovuti ya Flight Radar, ndege iliyokuwa imembeba mjumbe wa Marekani ilitua katika jiji la Urusi
Tovuti habari Axios iliripoti hapo awali kinukuu vyanzo kwamba Witkoff angefunga safari kwenda Urusi kwa mkutano na Putin. Wawili hao walifanya mkutano huko Moscow mnamo Machi 13, 2025. Vilevile viongozi wa Umoja wa Ulaya wako tayari kurefusha vita nchini Ukraine, wakitumai kwamba iwapo nchi hiyo itajiunga na jumuiya hiyo, huenda ikaibuka mshindi katika mzozo huo na Urusi. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema. Hata hivyo, waziri mkuu alionya kuwa hatua hizo zitakuwa na madhara kwa Ukraine na EU. Inavyoonekana nchi za Ulaya zinajiandaa kurefusha vita. Zinadai kwamba Ukraine inaweza kushinda na kwamba wanachama wa Umoja wa Ulaya utaiwezesha kufikia lengo hili. Huu ni mkakati mbaya zaidi. Ukraine haitaweza kushinda vita hivi, Orban alisema. Alikumbusha kwamba Umoja wa Ulaya ulianzishwa awali kama mpango wa amani, si wa kijeshi. Kujiunga kwa mwanachama mpya kunapaswa kukuza amani, si vita, lakini Brussels inaamini kwamba kuikubali Ukraine katika EU kutaongeza muda wa mzozo. Orban alikariri upinzani wa serikali ya Hungaria kwa Ukraine kujitoa kwa haraka katika Umoja wa Ulaya, akitaja wasiwasi mkubwa juu ya usalama, uthabiti wa kiuchumi na utulivu wa umma. Wanachama wa Ukraine ungeharibu Hungaria, ungedhuru familia za Hungaria na kutengua maendeleo ya kiuchumi ambayo tumefanya katika miaka 15 iliyopita, alionya. Vile Moscow inaona kwamba tofauti na Ulaya, Marekani ina nia ya kuchunguza mambo ya msingi ya mzozo wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari, tunaweza kuona kwamba tofauti na Ulaya, ikiwa ni pamoja na Uingereza ambayo inapuuza kabisa sababu za msingi za hali ya sasa, Marekani iko tayari kuzama ndani ya kiini cha swala hilo, alisema kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Madola. Lavrov alisisitiza kuwa kiongozi wa Marekani Donald Trump amekuwa akitoa matamshi mara kwa mara hadharani akisema kwamba kuingiza Ukraine katika NATO ni kosa ambalo lilikuwa na jukumu muhimu katika matukio ya sasa, ingawa Moscow imekuwa ikionya kuhusu hilo kwa miaka mingi. Vilevile utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaelewa kuwa Volodymyr Zelensky wa Ukraine anawachukia Warusi na kwamba itabidi akubali uwezekano wa kutoa tena maeneo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa CIS mjini Almaty. Utawala wa Trump unaofahamu huu kwamba Zelensky anachukia Warusi na mara kwa mara umesema hadharani kwamba Zelensky atalazimika kukubali upotevu wa ardhi. Mwanadiplomasia mkuu wa Urusi alisema. Kulingana na Lavrov, maafisa katika utawala wa sasa wa Marekani pia wanaelewa kwamba kurejea kwenye mipaka 1991 kama Zelensky bado anadai haitawezekana, angalau kwa sababu watu ambao Zelensky anawachukulia kama viumbe wanaishi huko. Yeye Zelensky mara kwa mara alisema kwamba kabla ya operesheni maalum ya kijeshi, wakati aliwashauri wale wanaohisi kushikamana na utamaduni wa Kirusi kuhamia Urusi. Lavrov alisema. Vile Uingereza itatenga paundi milioni 450 sawa na dola za Kimarekani milioni 590 kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, kulingana na taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Uingereza. Inabainisha kuwa paundi milioni 350 za kiasi hiki tayari zimejumuishwa katika rekodi ya paundi bilioni 4.5 za misaada ya kijeshi kwa Kyiv iliyopangwa kufanyika mwaka huu. Jumla ya paundi milioni 160 zilizotangazwa mnamo Aprili 11 zitatumika kukarabati na kudumisha vifaa vilivyotolewa hapo awali. Msaada wa leo pia unajumuisha kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi cha mapambano ya karibu kwa ufadhili wa mifumo ya rada, migodi ya kuzuia tanki na mamia maelfu ya ndege zisizo na rubani zenye thamani zaidi ya milioni 250 kwa kutumia ufadhili kutoka Uingereza na Norway. Tangazo hilo limepangwa kuambatana na mkutano wa kundi la mawasiliano kuhusu usambazaji wa silaha kwa Ukraine unaoendelea mjini Brussels chini ya wenyekiti wa Uingereza na Ujerumani. Vilevile mwanadiplomasia mkuu wa Urusi Sergei Lavrov amewafahamisha wenzake kutoka Jumuiya ya Madola ya nchi huru kuhusu jinsi majadiliano ya Urusi na Marekani yanavyoendelea, ikiwa ni pamoja na juhudi za kutatua suala la Ukraine. Pia alisisitiza kuwa rais wa Marekani Donald Trump kila wakati anaangazia nia yake katika suala hilo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.